lakini amedai kuwa mtuhumiwa alirudi nyumbani kwake tarehe 12 mwezi wa 4 majira ya asubuhi na aligundua mtoto wake ambaye kwa sasa ni marehemu amepigwa shoti ya umeme akiwa ndani ya nyumba na kufariki dunia. Hayo ndio maelezo ambayo aliyatoa baada ya kuwa amehojiwa. Sasa baada ya kuelekea kwenye eneo la tukio lakini anadai kwamba alipata hofu kwamba akitoa taarifa ya mtoto kupigwa na shoti ya umeme itakuwa tatizo kwake. Kwa hiyo akaamua kumkatakata mtoto vipande vipande vidogo vidogo na kuvudumbukiza chooni na kuflash kwenda kwenye shimo la choo. Lakini eneo la tukio baada ya kuwa tumelikagua tumegundua kwamba kweli mtoto huyo alikatwa vipande vipande na huyo baba yake ambaye amekiri tukio hilo kulifanya yeye mwenyewe na kwamba baada ya kumkatakata ameflash, lakini baada ya hapo akatoa taarifa ya uongo kituo cha polisi kwamba mtoto huyo amepotea. Lakini kimsingi mtoto huyo hakupotea, babake alimkatakata vipande, lakini bado tunaendelea kumhoji kwa nini alifikia stage ya kumkatakata mtoto vipande. Na baada ya kuchunguza kwamba kuna shoti ya umeme, tumegundua kwamba shoti ya umeme haikuwepo, lakini kuna sababu ambayo ilipelekea kumkata mtoto ambao bado hatujabaini mpaka sasa hivi. Lakini uzuri kwa sasa tuko naye, tunaendelea kumshikilia na tunaendelea kumhoji ili tufikie mwisho wa tuhuma hizo, lakini pia tumpeleke mahakamani kwa tukio ambalo anastahili, ambalo litakuwa ni tukio la mauaji.